Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Lakini ili tuweze kwenda vizuri na hatimaye tuelewe tunachokifanya na mwisho tukifanye vizuri na kupata matokeo tunayategemea, yani matokeo ya kiroho. Naomba tupite pamoja tukitafakari maana halisi ya hija. Hili tunalolifanya ni nini na lina maana gani? Hija chimbuko lake ni Biblia. Tukisoma katika Biblia tunaona Mwenyezi Mungu anawaambia wana wa Israeli wanapokuwa katika safari yao kuelekea katika nchi ya ahadi. Kitabu cha Kutoka sura ya 23 aya ya 14. Wana wa Israeli wanaambiwa watunze sikukuu tatu ambazo watakwenda Yerusalemu kwa ajili ya kuhiji. Hivyo kwa sababu hiyo wao hija walichukulia kwamba ni nini? Neno hija chimbuko lake ni neno la Kiebrania linatamkwa aliyalaghe. Aliyalaghe Kiebrania ni muunganiko wa maneno mawili. Alia likimaanisha kukwea au kwenda au kupanda, laghe likimaanisha kwa miguu. Hivyo aliyalaghe inamaanisha kwenda kwa miguu. Hivyo wana wa Israeli waliambiwa na kuhimizwa waende kwa miguu mara 3 kwa mwaka katika sikukuu zifuatazo. Sikukuu ya kwanza ilikuwa ni Pasaka. Sikukuu ya Pasaka wanapaswa kwenda hija. Ya pili inaitwa sikukuu ya mavuno, mavuno ya mwisho. Kuna mavuno ya kwanza inaitwa malimbuko na mavuno ya mwisho ambayo pia inaitwa Pentekoste. Hii mavuno ya mwisho kwa Kiebrania inaitwa Shavuot. Lakini pia waliambiwa katika sikukuu ya vibanda inaitwa Sukkot. Hizi zote walitakiwa kwenda Yerusalemu kwenda kuhiji. Na huko walitakiwa kwenda kwa miguu, kutembea, ili wapate muda wa kutafakari na hatimaye waweze kukutana na Mwenyezi Mungu. Na kwa Israeli hizi sikukuu 3 ni muhimu sana Mwisraeli popote alipo apate nafasi ya kwenda Yerusalemu kwenda kuhiji. Akishindwa kabisa walau moja ya Pasaka, ndiyo anatakiwa aende Yerusalemu kwenda kuhiji. Hivyo haya tunatoa kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 16 kuanzia aya ya 1 hadi aya ile ya 17. Ndio utakuta hija inaelezewa na namna gani wanapaswa kufanya hiyo hija. Kwetu hija ni nini? Hija ni safari ya kiroho ambayo ni kwenda sehemu takatifu kama tendo la ibada. Ni safari yenye kusudi la kiroho na lengo la kwenda kukutana na Mungu. Tunasoma Zaburi ya 84 sura ya 5. Inasema, heri wale wanaokaa nyumbani mwako Bwana, wanaotamani kwenda kuhiji katika mlima wako. Zaburi ya 84 kwa nia ya kukutana na Mungu, kuwa karibu na Mungu. Ni mwongozo wa kiroho kupata msukumo wa maisha mapya. Hija hutoa fursa ya kutathmini upya maisha ya kiroho. Ni zoezi muhimu la kiroho linalomkumbusha mwanadamu asili ya safari ya maisha yake hapa duniani, na kumkumbusha kwamba maisha yake yalivyo mafupi, anapaswa kila mara kujifungamanisha na Mungu, yani kufanya hija ya mara kwa mara katika kukutana na Mungu. Hija huimarisha mahusiano ya mahujaji na Mungu, huleta mshikamano wa waamini
Kwa maana hukutanika waamini wa sehemu mbalimbali kuonyesha umoja wao na mshikamano wao na mama kanisa. Kama hiyo ndiyo hija, wapendwa, sasa tunapokwenda kufanya hija tufanye nini? Ili ufanikiwe katika hija yako na kuomba, na tunaelekezwa ufanye yafuatayo. Kwanza, unapotoka nyumbani kwamba unakwenda hija, weka malengo. Wewe umekuja hija mwaka huu, unakwenda kukutana na Mungu, unataka kumwambia nini Mungu? Ni lipi ambalo liko moyoni mwako unatamani unapokwenda hija kwenda kumshirikisha Mungu? Ni neno gani, jambo gani ambalo unafikiri kwamba kwako, kwa uwezo wako wa akili ya kibinadamu na uwezo wako binadamu, unahitaji kumwambia Mungu? Yako mengi ambayo tunaweza kumshirikisha Mungu, lakini tumeamua kujitenga na kusafiri kwenda sehemu maalum, kwenda kukutana na Mungu, kwenda kumwambia. Kila mmoja analo la kwake ambalo angependa kumwambia Mungu. Tuna changamoto kwenye maisha ya familia, hali ngumu ya kiuchumi, mahusiano yasiyofaa, na mambo kadha wa kadha, magonjwa na mengine. Yote haya kila mmoja unatamani sasa kwenda kuongea na Mungu. Hivyo weka malengo. Mimi hija mwaka huu nataka kwenda kumwambia Mungu nini? Na jitahidi wakati wote wa hija usimame katika malengo yako hayo na kumwambia Mungu. Kwa mfano, unaombea watoto wako, kila mara mwambie Mungu. Ikifika wakati wa kuabudu, mwambie Mungu, naleta mbele yako Mungu watoto wangu. Kama ni mume wako, naleta Mungu mbele yako mume wangu. Kama ni afya yako, leta afya yako weka mbele ya Mungu, na mueleze Mungu, Mungu, mimi hija hii nataka Mungu nitendewe hili, na nikusaidie sasa. Lakini usiende tu hivyo. Unapopeleka kitu, unapokwenda kumwambia Mungu kitu, usiende mikono mitupu. Nenda na kitu ambacho ni Mungu atakiona. Na hija tunaalikwa kupelekwa nini? Unapeleka imani yako, peleka matumaini yako, peleka na mapendo yako katika Kristo. Vikusanye vyote hivi pamoja, mpelekee Mungu. Mwambie Mungu, mimi nimekuja kwako, nimekuja na imani yangu ndogo, nimekuja na tumaini lako kwako kubwa, nimekuja na mapendo kwako. Ninakuletea haya, ninakuomba Mungu yakupendeze na yafanyike kwa sifa na utukufu wa jina lako. Sasa baada ya hayo, kwenye hija tutafanya nini? Ili haya yaweze kukamilika kwenye hija, tutafanya yafuatayo. Kwanza, tutapata muda wa kusali, kuongea na Mungu, mazungumzano ya nafsi, kati ya nafsi yako na Mungu. Utapata muda wa kusali na kujizamisha kabisa katika sala na kumwambia Mungu yale mnayotaka kumwambia. Lakini pamoja na hayo, katika hija utapata muda wa kujisafisha, kujiosha. Maana yake utapata muda wa kufanya sakramenti ya kitubio. Hivyo unayo mengi ambayo huenda umemkosea Mungu. Nafasi hii ni ya pekee. Yalete mbele ya Mungu, muombe Mungu akuoshe na kutakasa. Hivyo utapata muda pia wa kufanya sakramenti ya kitubio. Lakini kama haitoshi, utapata muda na wasaa wa kushiriki misa takatifu, sadaka kubwa kabisa na sala kubwa kuliko zote katika imani yetu. Hivyo katika sadaka hiyo, sali kwa uchaji, mwambie Mungu, na yale yote mwambie Mungu akusaidie. Hivyo baada ya kukamilisha hayo, mwisho utatoka na kitu, unatoka mikono mitupu. Cha kwanza utakachotoka nacho ni rehema kamili ambayo utaipata kutoka kwenye mikono ya Mwashamba Baba Askofu. Ile rehema kamili waweza kuitumia kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya ndugu yako ambaye hakuja, kwa ajili ya marehemu wako, inategemea umeamua mwenyewe. Na ile rehema kamili itaendelea kubaki mpaka pale utakapotenda dhambi, itakuwa imeisha. Hivyo jitahidi sasa, jizamishe katika hija hii na muombe Mungu akusaidie kila ambacho nakitamani katika maisha, ambacho natamani kumpelekea Mungu katika hija hii. Muombe Mungu akifanikishe. Jizamishe kabisa. Hatujaja hapa kwa ajili ya kutembea tu, tumekuja kufanya safari ya kiroho, safari ambayo itusaidie katika kukua kiroho, kutembea kumtafuta Mungu
na hatimaye tuweze kufanikiwa katika maisha yetu ya kiroho, na siku moja tukutane naye katika maisha ya umilele. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tumsifu Yesu Kristo.